Applications za vyuo kwa March intake tayari imeweza kuanza, na katika video ya leo nitakwenda kukumbusha jinsi ya kuweza kutuma maombi yako ya chuo kupitia online kama kupitia kompyuta au simu yako tu. Hatua ya kwanza, ingia Google, andika NACTVET ili uweze kutuma maombi yako kupitia NACTVET. Lakini pia unaweza ukatuma maombi yako kupitia website au application portal ya chuo husika, na itaonyesha kupitia NACTVET hapa. Kwa moja kwa moja utakuja katika sehemu hii ya NACTVET, utafungua na baada ya website hii kufunguka kama jinsi unavyoona, utascroll chini kidogo hapa, utascroll chini namna hii. Ukiscroll chini utakuja mpaka sehemu ya kama unavyoona hapa, taarifa kwa umma kuhusu udahili wa wanafunzi katika mkoa wa March intake. Kwa hiyo March intake tayari imeshaweza kuanza. Sasa wewe unachotakiwa ni kuweza kutuma maombi yako kwa chuo ambacho unataka kuapply. Nilionyesha video ambayo ina vyuo vyote, video ambayo ina vyuo vyote unavyotakiwa kufanyia maombi, chuo ambapo unataka kufanyia maombi. Kwa hiyo utafungua ile PDF ya vyuo vyote ili uweze kwenda kufanya maombi yako katika chuo ambacho wewe unataka kukifanyia maombi. Kwa hiyo utafanya maombi yako katika chuo husika ambacho unataka kukifanyia maombi. Kwa hatua ya kwanza, hakikisha umeangalia vyuo ambavyo vinapokea mkupuo huu wa March intake ili uweze kufanya application zako pale. Tutachagua chuo. Kwa mfano tutaenda kwenye chuo hichi cha CBE online application. Tutaifungua hii CBE online application, na kama hapo unavyoona kuna confirm for bachelor degree applicant with multiple selection. Hii achana nayo. Sasa wewe unaenda kufanya registration kwa sababu bado hujajisajili. Kwa mfano hii natolea mfano chuo hiki cha CBE. Utagusa hapa kwenye register ili uweze kutengeneza akaunti yako. Cha kwanza hapa utaangalia campus ambayo unataka kusoma. Kuna campus ya Dar es Salaam, kuna campus ya Dodoma, kuna campus ya Mwanza, alafu kuna Mbeya. Kwa hiyo utaangalia ipi unayotaka. Kwa mfano nitaweka hii ya Mwanza, online classes open for this campus. Kwa hiyo utachagua program sasa unataka kwenda kusoma, kama certificate, kama diploma, kama bachelor, kama postgraduate diploma, master au PhD. Mfano tuweke hii ya diploma. Kwa diploma utaangalia hapa chini na utaweza kuona all applicants with the form 4 qualification should select the basic technician program. All applicants with form 6 or certificate and level 4 qualification should select the diploma program. Kwa hiyo kama ni form 4 hakikisha una select basic technician program, lakini kama una form 6 au tayari una certificate and level 4 basi utachagua diploma program. Sasa hapa sehemu hii ni sehemu ambapo utatakiwa kujaza taarifa zako. Sehemu ya kwanza utajaza first name, jina lako la kwanza, jina la kati na jina la mwisho. Utaselect gender. Baada ya hapo utaweka namba zako za simu, utaweka email address yako. Baada ya hapo utakuja kwenye login information. Login information sasa kuna local, NECTA certificate O level, alafu kuna foreign certificate O level. Kwa wewe ambaye umesoma NECTA utachagua NECTA. Baada ya hapo utaweka form 4 index number hapa. Utaingiza namba zako za form 4 kama jinsi inavyoonekana hapo. Utaweka namba zako za form 4 na namba yako ya form 4 ndio inakuwa ni username yako baadaye unapokuja kulogin. Baada ya hapo utaweka password zako hapa, utazirudia password zako hapa, then utabonyeza neno register. Utakuwa tayari umeshaweza kujisajili katika CBE, na baada ya registration yako kukamilika utatumiwa email ili uweze kuconfirm. Baada ya kuconfirm sasa email yako, application deadline tarehe 30 mwezi wa 3 2026 ni mwisho wa kutuma maombi. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu.